tunapigana na ili utawala ya kidhuluma na kimabavu, tulikuwa tukisema takbir, takbir, takbir. Waislamu walichangia kabisa kikamilifu katika harakati ya ukombozi ambayo imeleta katiba mpya. Wakati tulikuwa tunapigania hii katiba mpya kule Bomas of Kenya, wengine walipinga sana mambo ya kuweka ile mahakama ya chief kadhi, Kadhi's Court. Wakapinga hati hatakikani iwe kwenye katiba, lakini sisi tumesema imekuwa hapa kwenye katiba tangu kabla ya uhuru mpaka baada ya uhuru na haijadhuru Mkristo. Tukapigana mpaka tukaweka Kadhi's Court na ofisi ya chief kadhi katika katiba yetu. Wananchi wote ambao wamefika hapa, Waislamu wote wamefika, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tumerudi tena, hii sijui ni mara ya 10 mimi kuja hapa kukaa na nyinyi hapa kwenye Eid Baraza. Kila mwaka mimi nakuja hapa, na mimi nimekuja kujiunga na Waislamu. Maana yake najua nyinyi mmetoka katika mwezi takatifu ya Ramadhani, ndio sababu Baba amefika. Na mimi nasema tunaheshimu sana dini ya Kiislamu. Nimesema mimi mwenyewe nimesoma mambo ya Kiislamu sana. Qur'an nimesoma kutoka Alif Lam Mim mpaka Al-Baqara. Naelewa sheria ya Kiislamu. Najua pembe 5 muhimu ya Kiislamu. Pembe 5. Ya kwanza ni pembe ya kumcha Mungu. Ya pili ni swala, ambayo mpaka uswali mara 5 kila siku. Al-Fajr, Al-Asir, Al-Dhuhur, Al-Asir, Maghrib, Isha. Ya tatu ni ile ya kutoa zaka, kusaidia wale ambao hawajiwezi. Wa 4 ni ya hija. Alafu ya 5 ya kufunga Ramadhani. Sio, naelewa vizuri. Kwa hiyo mimi najua ya kwamba Waislamu ni watu ambao ni waaminifu. Wakisema tutafanya hii, tunafanya. Wakati mwingine tulikuwa hapa na shirika na chama ya IPK, Islamic Party of Kenya, walijaribu kubuni hapa. Tukiwa hapa na Bwana Umar Mwinyi, tulikuwa naye hapa. Sheikh Professor Rashid Mzee tulikuwa naye hapa. Na wakati hiyo tulipokuwa tunapigana na ili utawala ya kidhuluma na kimabavu, tulikuwa tukisema takbir, takbir, takbir. Waislamu walichangia kabisa kikamilifu katika harakati ya ukombozi ambayo imeleta katiba mpya. Wakati tulikuwa tunapigania hii katiba mpya kule Bomas of Kenya, wengine walipinga sana mambo ya kuweka ile mahakama ya chief kadhi, Kadhi's Court. Wakapinga hati hatakikani iwe kwenye katiba, lakini sisi tumesema imekuwa hapa kwenye katiba tangu kabla ya uhuru mpaka baada ya uhuru na haijadhuru Mkristo. Tukapigana mpaka tukaweka Kadhi's Court na ofisi ya chief kadhi katika katiba yetu. Kwa hivyo mimi nashukuru sana Waislamu, lakini mimi nasema kitu muhimu zaidi ni kuheshimu katiba. Shida tuliko nayo ya kwamba wengi serikali ya juu na hata
bunge haheshimu katiba, ndio sababu tuko na shida hapa. Kuna zile services ambazo zimekuwa zimekatuliwa. Pande ya elimu haijakatuliwa, lakini matibabu imekatuliwa, mambo ya miundo msingi imekatuliwa, mambo ya ukilima imekatuliwa na kadhalika, lakini pesa inabaki Nairobi. Sababu gani serikali ya Nairobi ije hapa kujenga soko Mombasa? Soko ya Mombasa nataka ijengwe na county government ya Mombasa, lakini wameweka pesa kule, unapigia sasa makofi ati wanakuja kujenga hii soko. Kwa sababu gani? Wange pesa hiyo ingekuja hapa kwa mkononi ya Bwana Abdulswamad hapa ajenge nayo soko, sio mambo ya matibabu. Sasa wagonjwa wako na shida pale. Kwa sababu gani? Pesa ya matibabu bilioni 100 inabaki Nairobi, haiji hapa chini mashinani. Hata hii pesa ya miundo msingi kama ile fuel levy, wabunge wanakataa nayo. Kwa sababu gani wabunge wawe na pesa ya kutengeneza barabara? Kazi ya wabunge ni kutengeneza sheria Nairobi, sio mambo ya kujenga barabara. Lakini wamekataa kupeana pesa kwa serikali ya counties. Ndio kuna shida. Tulisema katika ile mkataba tumefanya naye na Bwana Ruto, tunataka mwaka hii counties zipate zaidi ya shilingi bilioni 462 na tunataka hiyo pesa ikuje. Nataka bunge itoa hiyo pesa ije chini mashinani, ili serikali ya county ziweze kufanya kazi sawa sawa. Pili, tumesema mambo ya ufisadi. Ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Pesa mingi ambayo inaenda kwa mfuko ya watu binafsi. Tunataka mambo ya ufisadi ikomeshwe, na wale ambayo wamehusika na ufisadi washikwe na washtakiwe. Tumeongea vile juu ya mambo ya matibabu. Nataka wagonjwa wetu ambao wako katika hospitali waweze kutibiwa sawa sawa. Vituo vya matibabu vijengwe vizuri na dawa ziwe huko ndani yake. Kwa hivyo sisi tunasema hatujaingia kwa harusi hii ya serikali ili kusaliti wa Kenya. Sisi tumefanya Kenya ni muhimu zaidi kushinda watu binafsi. Wakenya mpaka waungane pamoja, wafanye kazi. Wakati uchaguzi ukifika, ODM itakuwa kwa kiwanja.